Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu na hasa wananchi wenzangu wa kata ya Wazo, kwa majina yangu naitwa Leonard Tungaraza Manyama, ni diwani wa kata ya Wazo iliyopo ndani ya jimbo la Kawe, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, ninapenda kutoa taarifa na ufafanuzi wa jambo linaloendelea kwa sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kuzua mijadala mbalimbali juu ya nyaraka ambayo inaihusu kata yangu ya Wazo. Na mimi kama diwani wa kata hii ya Wazo nimeona ni vema kutoa ufafanuzi kwa Watanzania na hasa wananchi wenzangu wa kata ya Wazo ili kuondoa taharuki inayoendelea, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaitumia nyaraka hii kwa madhumuni yao ya kisiasa, ya kupotosha na kujaribu kuichonganisha serikali na wananchi. Nyaraka yenyewe ni hii ambayo inatembea sana kwenye mitandao ya kijamii, ambayo inaonekana ni kama budget yenye kichwa kilichoandikwa cha habari, bajeti ya sherehe ya kuwaaga waheshimiwa madiwani kata ya Wazo. Ndugu zangu, ninaomba nielezee kwamba bajeti hii ambayo inaonekana ni ya jumla ya shilingi milioni 22,215,000. Nyaraka hii ni ya kutengenezwa. Nyaraka hii ni ya kutengenezwa na nitawaambia kwa nini nyaraka ya kutengenezwa. Ni kweli mimi kama diwani wa kata ya Wazo ninayemaliza muda wangu wa uongozi wa miaka 5, nimeamua kwa hiari yangu mwenyewe kuwaaga viongozi wenzangu nilioshirikiana nao kwenye uongozi wa chama na serikali, na kuandaa shughuli fupi ya kuelezea miradi iliyotekelezwa ndani ya kata ya Wazo, lakini pia na kuaga rasmi kwa sababu sina nia tena ya kugombea udiwani ndani ya kata ya Wazo. Kwa hiyo nilipopata wazo hilo ya kwamba nimekaa na wenzangu vizuri katika kipindi chote cha miaka 5, serikali ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imetuletea miradi mingi sana ya maendeleo ndani ya kata ya Wazo, na nitaieleza. Tumetumika kwa pamoja kuwatumikia wananchi wa kata ya Wazo. Ni muhimu ninapoondoka niwaeleze viongozi wenzangu wa chama kuanzia ngazi ya mashina, mabalozi na viongozi wenzangu wa serikali nini ambacho kimefanyika ndani ya kata ya Wazo kwa miaka 5. Kwa hiyo wazo hilo ndipo lipata nikawashirikisha viongozi wenzangu wa serikali kwenye kamati ya maendeleo ya kata, yani WDC, ambayo inahusisha wenye viti wa mitaa, watendaji wote wa mitaa, watendaji wote na maafisa ugani ndani ya ngazi ya kata, wakuu wa shule na watendaji mbalimbali wa vitengo mbalimbali, kwamba sina nia ya kugombea tena kama diwani, lakini ninafikiri kuandaa sherehe fupi ya kuwaaga ndugu zangu. Tumefanya kazi kwa pamoja, lakini pia na kueleza nini ambacho kimefanyika. Lakini pia nikakaa na kamati yangu ya siasa ya kata kuwaeleza kusudi langu hilo, na wakasema kweli mheshimiwa diwani, ni jambo jema, na kwa kuwa ni shughuli ambayo unaiandaa mwenyewe, kwamba umetumika na sisi kwa muda wa miaka 5, sasa unaondoka na umeshasema wazi kwamba una mpango wa kugombea tena udiwani, basi sisi tuko pamoja na wewe, andaa hiyo shughuli, tutashirikiana pamoja na wewe na wale ambao unatamani washiriki. Na kwa sababu umesema katika shughuli hiyo lengo kubwa utaeleza miradi ya maendeleo ambayo imefanyika ndani ya kata ya Wazo kwa kina. Sasa kinachoonekana, kuna watu ambao wana nia yao ovu, baada ya kupata taarifa hii ya kusudio langu kama diwani, wakaamua kusababisha taharuki na kutengeneza bajeti na kuweka contents ambazo zinaleta taharuki kwenye jamii.
na kwa kweli ni jambo ambalo limenisikitisha sana kama diwani, kwa sababu shughuli hii ni maono yangu na ambayo nimeamua kuiandaa mimi kama diwani kwa kushirikiana na marafiki zangu na wadau wangu wa ndani na nje ya kata ya Wazo, kwamba diwani tumekuwa pamoja. Sasa kwa kuwa una nia, ninawaaga wenzangu na kuwaeleza nini ambacho kimefanyika. Nyaraka hii ninaomba kuwajulisha wananchi wa kata ya Wazo na Watanzania na wale wote ambao wameshtuka kutokana na nyaraka hii, kwamba nyaraka hii ni ya kutengenezwa, na nitawaambia sababu ni nini. Kuna watu tu kwa maslahi yao ya kisiasa wameamua kuitengeneza, na kwa sababu tuko kwenye kipindi cha uchaguzi, ni nyakati ambazo ni mwaka wa uchaguzi, basi wale maasimu wa kisiasa hufanya jambo lolote lile ili kutengeneza taharuki ndani ya jamii. Nyaraka hii haijatoka kwenye ofisi ya afisa mtendaji wa kata ya Wazo. Kwa hiyo ni mtu tu aliyepata kwamba diwani ana mpango wa kuandaa sherehe fupi ya kuwaaga wenzake aliotumika nao ndani ya chama na serikali, akaamua kuiandaa na kuweka content anazozijua ili kutengeneza taharuki. Huu muhuri sio muhuri halisi wa afisa mtendaji wa kata, kwa sababu mihuri kama hii Dar es Salaam au sehemu yoyote watu wanazitengeneza, ili mradi anakuwa ameona kwenye nyaraka mbalimbali ambazo afisa mtendaji wa kata anakuwa amezigonga muhuri halisi. Mtu anaweza akaichukua muhuri huo akapeleka sehemu wakamtengenezea muhuri exactly. Hauna saini afisa mtendaji, hauna letterhead wala ile logo ya ofisi ya afisa mtendaji wa kata ya Wazo. Kwa ndugu zangu, nyaraka hii ni ya kutengeneza na ambayo haina uhalisia, na ninaomba tuipuuze nyaraka hii. Shughuli ya kuwaaga na kuwashukuru viongozi wenzangu wa chama na serikali ambao tumetumika pamoja ndani ya kata ya Wazo kwa miaka 5 na kueleza miradi mikubwa ya maendeleo ambayo imefanya ndani ya kata ya Wazo, ninashughulika kuiandaa mimi mwenyewe kama diwani kwa kushirikiana na marafiki zangu. Shughuli hii haiandaliwi na serikali wala afisa mtendaji wa kata husiki kuandaa shughuli hii, wala mkurugenzi wa halmashauri, viongozi yote wa serikali. Ni mimi mwenyewe kama diwani na marafiki zangu na wadau wangu ndio ambao nashirikiana nao kuandaa shughuli hii fupi ya kuwaaga ndano na kuelezea miradi ya maendeleo na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na nimekuwa nikifanya hivi kwa kipindi chote cha miaka 5, kuelezea miradi ya maendeleo ambayo imetekelezwa ndani ya kata ya Wazo kila mwaka. Kwa hiyo sio jambo geni, na kumekuwa na mambo mengi kutokana na nyaraka hii. Baadhi ya watu wamekuwa wakimsakama sana afisa mtendaji wangu wa kata, ndugu Sylvester Ntonje. Ninaomba niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, ndugu Sylvester Ntonje ni moja ya watendaji wa kata mahiri sana. Nimefanya naye kazi zaidi ya miaka 3 sasa ndani ya kata ya Wazo. Ni mtu msikivu, ni mtu mnyenyekevu, ni mtu mpenda watu, ni mtu mpenda maendeleo, na ambaye nimeshirikiana naye sana kwa karibu kufanya kazi ndani ya kata ya Wazo. Kumekuwa na watu wanamtumu kwamba ni mla rushwa. Mimi kama diwani sijawahi kupokea malalamiko yoyote kutoka kwa mwananchi yeyote dhidi ya ndugu Sylvester Ntonje, afisa mtendaji wa kata ya Wazo. Na mimi nashangaa, kuna peji moja ya bwana mmoja anaitwa Kigogo ambaye ana hide hata identity yake, ni anonymous. Ana posti, anaandika tuhuma nyingi dhidi ya afisa mtendaji wangu wa kata. Sasa kama kweli kuna mtu ana ushahidi ya kwamba ndugu huyu anachukua rushwa au anajihusisha na vitendo vya rushwa, kwa nini usiende TAKUKURU kutoa taarifa? Kwa nini upeleke taarifa hizo kwa Kigogo ambaye anaficha hata identity yake? Kwa mtu ambaye ni raia mwema, ambaye ana nia njema ya kusaidia kutokomeza rushwa kwenye jamii, angejitokeza hadharani na kuja na ushahidi na kupeleka kwenye mamlaka ya kudhibiti na kupambana na rushwa TAKUKURU ndani ya wilaya ya Kinondoni, wangeshughulika na jambo hilo. Ndugu zangu, ninaomba tupuuze uzushi ambao unaendelea, si wa kweli. Afisa mtendaji wa kata ya Wazo ninafanya naye kazi na anafanya kazi kwa uaminifu mkubwa, na ni mzalendo mkubwa anayejituma usiku na mchana kwa ajili ya maslahi mapana ndani ya kata ya Wazo. Ninaomba niwaambie ndugu zangu, hawa wasimu wetu wa kisiasa ndani ya kata ya Wazo wanaelewa kwamba Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi imara wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan, ndani ya miaka hii 5 kuanzia 2021 hasa mpaka leo hii tunavyoongea 2025,
yamefanyika mapinduzi makubwa ya utekelezaji wa miradi na ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi kwa vitendo. Mambo yaliyofanyika ni makubwa sana. Na niwaahidi waandishi wa habari, wiki ijayo nitazunguka na nyie kwenye mradi mmoja baada ya mwingine, muone mambo makubwa ambayo yamefanyika ndani ya kata ya Wazo kwa kipindi hiki cha miaka 5. Kata ya Wazo, wakati mimi naingia kuwa diwani 2020 Oktoba, tulikuwa hatuna kituo cha afya. Wananchi waliniambia wakati wa kampeni, "Mheshimiwa, tunaomba tukikuchagua tunahitaji kituo cha afya." Nilivyoingia tu, moja ya jambo nililoanza nalo kushirikiana na mbunge wa jimbo la Kawe Askofu Gwajima na kupeleka kilio chetu kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia. Tumepata fedha, tumejenga kituo cha afya pale Nyakasangwe. Leo hii wananchi wa kata ya Wazo wanahudumiwa, na lengo la kituo hiki cha afya ni kuhakikisha kwamba kinatoa huduma zote zinazotolewa na kituo cha afya. Kuwahudumia akina mama, operation zifanyike pale na wananchi wapate huduma kuliko kwenda hospitali binafsi kwa gharama kubwa. Imefanyika hivyo ndani ya miaka 5. Tulikuwa na changamoto kubwa ya maji. Mitaa ya Mivumoni, Madale, Nyakasangwe, Kisanga na sehemu ya mtaa wa Wazo walikuwa hawana maji. Mheshimiwa Rais akatupa mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni 65 ambao umeanzia kata ya Makongo, kata ya Goba, umekuja Wazo na kata zingine za Mabwepande na Bunju. Mradi umekamilika, wananchi sasa hivi wa mitaa yote hii ambayo ilikuwa haina maji wanapata maji safi na salama. Na mradi huu alikuja kuzindua Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kilio cha maji kimeondoka ndani ya kata ya Wazo. Mambo haya kuna watu yanawakera. Kwenye sekta ya elimu, ukanda huu wa Salasala wenye mitaa ya Salasala, Kilimahewa na Kilimahewa Juu, kulikuwa hakuna shule ya sekondari. Kwenye kipindi hiki cha miaka 5 tumejenga shule ya sekondari ya kisasa inaitwa Songoro Mnyonge Secondary School. Na hapa ninavyoongea tunaendelea na ujenzi wa madarasa zaidi ya 12 ya gorofa kwenye hiyo shule. Ina wanafunzi wengi wa kutosha, zaidi ya 800 wanapata elimu pale. Na sasa hivi mtaa wa Salasala nimepata fedha zaidi ya milioni 800 zimekuja, tumeshapata na mkandarasi. Tunaanza ujenzi wa shule nyingine ya pili ya gorofa ya sekondari ndani ya miaka 5 ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumejenga shule mpya za msingi zaidi ya 3. Kilimahewa Juu tumejenga shule ya msingi, Twiga pale mtaa wa Kisanga tumejenga shule ya msingi, Madale shule ya Josephat Gwajima ambayo ni English medium ya serikali tumejenga madarasa mapya kwenye shule zetu za msingi na sekondari ambazo ziko takriban 10. Zaidi ya madarasa 60 na kupeleka madawati, viti pamoja na meza ili wananchi wetu na watoto wetu waweze kusoma katika mazingira mazuri. Serikali ya Rais Samia imetoa fedha nyingi kwenye vikundi vya vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Fedha za 10% kutoka halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Lakini pia mradi wa TASAF. Wakati mimi naingia kuwa diwani, mradi wa TASAF ulikuwa kwenye mitaa 3 tu, ya Kisanga, Mivumoni na Madale. Kata ya Wazo ina mitaa 8. Leo hii ninavyoongea zaidi ya wananchi 533 wa mitaa yote 8 ya kata ya Wazo wanaoishi kwenye mazingira ambayo ni ya umaskini mkubwa na waliokizi vigezo za masharti ya mradi wa TASAF wanapewa fedha na wanahudumiwa kila mwezi kwa fedha ambazo zinatoka kwenye mradi wa TASAF. Haya ni mapinduzi makubwa, ni mambo makubwa ambayo yamefanywa ndani ya uongozi wa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwenye sekta ya miundombinu tumeendelea kujenga madaraja na kukarabati barabara zetu. Lakini hivi ninavyoongea nimepewa barabara kubwa 3 zinazojengwa kwa kiwango cha lami chini ya mradi wa DMDP awamu ya 2, na mkandarasi tayari ameshafika, tumeshampa eneo, ameanza kujenga site yake. Barabara ya Mivumoni inayoanzia container kwenda Atlas mpaka Madale inajengwa kwa kiwango cha lami. Barabara ya Umoja inayopita mtaa wa Mivumoni, Nyakasangwe na Madale inajengwa kwa kiwango cha lami. Barabara ya Nyakasangwe inayoanzia pale Bwawani mbele kidogo ya kiwanda cha Twiga inakwenda mpaka Msigani, Maskauti mpaka Madale inajengwa kwa kiwango cha lami. Na wakandarasi tayari wameshapatikana, wamesharipoti. Ndugu zangu, kazi ni kubwa ambayo imefanywa ndani ya kata ya Wazo. Niwaambie wananchi wenzangu, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ipo kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania. Na kero chache zilizosalia hasa kwenye maeneo ya barabara, zilizo nyingi ni barabara za changalawe. Wakati wa mvua zinakuwa na changamoto ya kutokupitika. Zitaendelea kukarabatiwa
na serikali hii ni sikivu, na tunachosubiri tu ni mvua zikiisha, au msimu wa mvua mkoa wa Dar es Salaam, tutafanya ukarabati mkubwa wa barabara zetu ziweze kupitika zote kwa kipindi chote cha mwaka. Niwashukuru ndugu zangu, nimeomba nitoe ufafanuzi na niwaambie mimi kama diwani sitarudi nyuma, nipo kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Nitaifanya kazi hii kwa uaminifu mkubwa na uadilifu mkubwa, na kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinapata ushindi wa kishindo ndani ya kata ya Wazo, na kura za kutosha za mbunge wa jimbo la Kawe na za mheshimiwa rais ndani ya kata ya Wazo. Kazi ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake na chama chetu cha Mapinduzi kimefanya ndani ya kata ya Wazo. Wananchi wa kata ya Wazo hatuna deni na Chama cha Mapinduzi. Kazi kubwa imefanyika. Wale waliokuwa nadhani watatumia mwanya huu kuweza kupotosha umma wamekwama. Wananchi wa kata ya Wazo tunajielewa, na mimi kama diwani wao nisimama imara kuhakikisha ya kwamba tunatimiza majukumu yetu kwa uaminifu mkubwa sana. Asanteni kwa kutusikiliza. Asante sana.